Tumepita katika maeneo ambapo vyuo vyetu viwili vinafanya majenzi, na hivi ni chuo kikuu huria kinajenga kituo ambacho kitakuwa na maabara mbalimbali kwa ajili ya wanafunzi ambao wanasoma katika chuo hiko kutoka kwenye kanda hii ya kusini kuweza kufika hapo kufanya mazoezi kwa vitendo. Mnafahamu elimu bila mazoezi kwa vitendo ni kama vile ni elimu ya kwenye makaratasi. Kwa hiyo sasa tunaboresha elimu kuhakikisha kwamba tunakuwa na maabara mahususi ambazo wanafunzi ambao watakuwa wamejisajili chuo kikuu huria watapata fursa na kuja kufanya mazoezi kwa vitendo. Tumetembelea eneo hilo na tumeona ujenzi unaendelea vizuri. Kuna maeneo machache ya kuimarisha ujenzi huo, na tumemwasa sana mkandarasi ahakikishe muda ambao ameupoteza aweze kuhakikisha kwamba anaufidia kwa kuweka watumishi wengi kazini, kufanya kazi masaa mengi, lakini pia tumemwasa kusimamia ubora. Kwa hiyo viongozi wenzetu katika eneo hili pia walikuwa pamoja na sisi na wameona maendeleo ya mradi huo, na wao pia sasa ni sehemu ya mradi huo. Wamekuwa wanafanya hivyo toka mwanzo, na leo tumetembea nao kuona hatua ya ujenzi ilivyofikia, na sasa tutakapoondoka sisi ambao si hatukai katika mkoa huu, basi tunawaacha viongozi wenzetu katika mkoa huu kuendelea kusimamia utekelezaji wa mradi huo katika chuo kikuu huria. Lakini pia tulipata fursa kuja kutembelea majengo ya chuo kikuu cha Dodoma. Wao pia wamekuwa na fedha ambazo zimewawezesha kujenga kampasi yao hapa. Chuo hiki kilichelewa kuanza ujenzi huu ukilinganisha na vyuo vingine ambavyo vimenufaika na mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi maarufu tunaita HIT, ambapo mradi huu unajenga miundombinu katika vyuo vyetu vikuu vingi vya umma vilivyo katika maeneo mbalimbali, lakini tulitoa pia maelekezo kwa vyuo hivyo wajenge katika maeneo ambayo hayana campus za vyuo vikuu. Kwa hiyo chuo chetu cha UDOM kilipewa nafasi ya kujenga hapa Njombe, na hivyo nilikuwa naongea na Rasi nikamwambia Njombe mna manufaa makubwa kwa sababu sasa hivi mnakuwa na vyuo vikuu viwili ambao vinafanya majenzi katika mkoa huu. Kwa hiyo ni fursa kubwa kwa wananchi wa Tanzania kwa ujumla wake wajue kwamba elimu ya juu imepanuka sana na serikali inaendelea kuongeza miundombinu ili watoto wote wa Kitanzania ambao wanatamani kupata elimu yao ya juu waweze kupata fursa hiyo katika mikoa mbalimbali ambapo kutakuwa na vyuo hivi. Kwa hiyo ni mradi mkubwa ambao unafadhili elimu ya juu katika maeneo ya majenzi, katika maeneo pia ya kuimarisha matumizi ya sayansi na teknolojia, na more importantly matumizi pia ya tehama katika kufundisha na kujifunzia. Lakini pia tunapitia mradi huu tumeenda kufundisha jumla ya wahadhiri wasiopungua 500 ambao watarudi sasa na kuweza kuajiriwa katika vituo hivi mbalimbali ambavyo tumevijenga. Kwa majenzi ya upande wa UDOM tumeona kazi inaendelea vizuri. Majengo mbalimbali hapo katika hatua mbalimbali, lakini kwa kweli pia kama ambavyo tumefanya kwenye chuo kikuu huria, tumemsihi sana mkandarasi ahakikishe kwamba anafidia muda ule ambao umepotea. Katika mwaka 2026-27 mwaka wa kielimu tunategemea kampasi zote hizi zianze kutumika. Kwa hiyo wakandarasi watambue kwamba Watanzania wanasubiri ukamilishaji wa majengo haya ili watoto wa Tanzania waweze kupata elimu kwenye majengo hayo. Kwa hiyo wakandarasi wanapoendelea na kazi wajue kuna malengo mahususi ambayo tumeyaweka na anahitaji kutusaidia kukamilisha kazi kwa wakati ili majengo haya yaweze kutumika kama ilivyokusudiwa. Kwa hiyo tunawasihi pia wakandarasi wajitahidi kwa swala la ubora. Tunajua kuna mekanizmu mbalimbali za kuhakikisha ubora unazingatiwa, lakini wahakikishe ubora huo unazingatiwa na kila hatua vipimo vinavyotakiwa vinafanyika, na wale ambao wako kwenye ground, wako field, clerk of work, foreman, whatever, ambaye yupo kwenye field, hakikisha kinachopaswa kufanyika katika eneo hilo kwa siku husika basi kinafanyika. Kwa hakika tunaishukuru serikali yetu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo wameona umuhimu wa kuimarisha na kuongeza fursa ya elimu ya juu. Nyote mtakumbuka kupitia elimu bila ada watoto wengi sasa wanamaliza elimu ya sekondari. Sasa watoto hao wanakwenda kusoma wapi tusipoweza kupanua na kuongeza fursa za elimu?
Kwa maoni makubwa ya viongozi wetu ni kwamba tutanue nafasi za vyuo vikuu ili watoto hao sasa waweze kupata elimu yao ya elimu ya juu katika maeneo ambako watachagua. Ukweli ni kwamba sasa Tanzania tutakuwa na vyuo vikuu almost kwenye kila mkoa. Hapa tunapoongea kila mkoa una chuo kikuu au campus ya chuo kikuu. Majengo haya yote yakikamilika. Mkoa ambao tumebaki nao ambao utakuwa hauna campus ya chuo kikuu ni mkoa wa Pwani, ambao najua pia chuo kikuu huria wapo. Kwa hiyo almost kila mkoa Tanzania una tawi au chuo kikuu katika maeneo husika. Kwa hiyo Watanzania wenzetu wafahamu serikali yao imejipanga vizuri kuhakikisha watoto wetu sasa wanapata elimu ya juu na hivyo waweze kuchangia katika maendeleo ya taifa letu. Huko nyuma tulikuwa tunaongea kwamba mkoa wa Njombe hatuna chuo kikuu. Lakini sasa hivi mpaka mwaka ujao utakapofika, matumaini yetu ni kwamba hivi vyuo vikuu viwili vitakuwa vimekamilika. Kwanza, chuo kikuu huria kipo kinafanya kazi kwa majengo ya halmashauri. Lakini sasa hivi wanaenda kujengewa campus yake wenyewe, kwa hiyo watakuwa na ofisi yao wenyewe. Leo tumeenda kuona hatua imeshafikiwa 40%. Sisi tunashukuru sana bilioni 1 ambayo imeshatangulia na kazi imeanza kufanyika. Tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa jinsi hiyo tunaamini kabisa kwamba wale waliokuwa wanasoma na wanakuja kufanya mitihani sasa hivi watapata maeneo na mazingira ambayo yalioboreka zaidi. Lakini isitoshe, maabara zinazoenda kujengwa pale, maabara 4 za sayansi, ni fursa kubwa sana kwa mkoa wetu wa Njombe, kwani nyanda za juu kusini wote watakuwa wanafanyia mitihani hapa. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba tutakuwa tunawapata hawa wanafunzi kuja kufanyia mitihani hapa. Kwa hiyo wananchi wa mkoa wetu wa Njombe wanatakiwa wajiandae malazi, vyakula watakapokuwa hapa wanapofanya ile mitihani. Lazima tutoe hospitality nzuri, huduma zote hizi ziwepo. Kwa hiyo kuna fursa kubwa za kuwekeza kwenye hostel, kwenye mahoteli, kwenye guest house kwa ajili ya kuwalaza hawa watumishi au wanafunzi watakao kuja kufanya practical zao hapa ndani ya mkoa wetu. Na hapo pale katika eneo la Lunyanyi. Na eneo la Lunyanyi kuna viwanja vingi. Tunaombeni wengine wakanunue viwanja, viko pale, halmashauri ya mji wanauza viwanja, wanunue lakini wawekeze katika miundombinu ambayo inahitajika. Wakati huu wa ujenzi pia tuna fursa kubwa. Tumeona kabisa kwamba kuna uhaba ya wajenzi. Tunahitaji wananchi wa Njombe nao washiriki katika hizi kazi za ujenzi. Ni kazi ambazo ni nzuri, zinalipa. Tusisikie tena vijana wanasema eti ajira hakuna. Ajira ni nyingi sana zinazohitajika. Kwa jinsi hiyo naomba wengi wajitolee, waje hapa, kazi zipo. Hapa katika huu mradi wa UDOM, majengo yanajengwa 6. Na wote tumeyatembelea. Fedha ambayo imetolewa hapa na Dr. Samia Suluhu Hassan ni hela nyingi, bilioni 17. Na hii hela yote inatakiwa ionekane imeingia katika mkoa wetu wa Njombe. Yaani mwaka huu mpaka mwaka ujao kuna fedha mpya inaingia. Sasa hizi fedha zifanyiwe kazi. Maana hamna fedha ya bure, unajua. Kwa hiyo lazima mwananchi ajitoe kuja kushiriki katika hii kazi, kuweza kupata ajira, apate ujira wake mzuri, lakini pia raw materials zinazohitajika katika ujenzi zitoke hapa hapa. Wanaoweza kuwekeza katika hii sekta ya ujenzi waweze kuja hapa, waweze kutoa huduma na fedha zitatolewa kwao. Tunawasihi sana wana Njombe wajitolee kwa hili. Lakini baada ya mwaka ujao, chuo kitakapoanza kufanya kazi, uhitaji utakuwepo mkubwa sana za watumishi. Kwa hiyo tujiandae vizuri watumishi kuweza kupata ajira mbalimbali za muda mrefu na za muda mfupi hapa, lakini pia kuweza kushiriki katika huu mradi. Sisi tu katika mkoa wa Njombe tunashukuru sana na tunawakaribisha sana. Tumekuwa tukifanya kazi mara kwa mara na UDOM wamekuwa wakija mara kwa mara, lakini tunashukuru Mheshimiwa Waziri Profesa Mkenda alishakuja hapa, tukatembea naye kwenye ziara kama hii, na leo Katibu Mkuu na wewe umefika, karibu sana. Tunashukuru sana sana sana. Tunasema tu kwamba mkoa wetu, mimi nikishirikiana na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Anthony Mtaka, tuko pamoja na nyinyi wakati wote. Mkiona kwamba kuna mahali popote ambapo mnahitaji wa usimamizi wa karibu, hata mkipiga tu simu,
tunapokea, tunafanya kazi kwa kushirikiana kwa pamoja. Mradi wa Njombe tuna project 6 ambao zote ziko katika stage mbalimbali za ujenzi, kulingana na kwamba mazingira yenyewe yalikuwa ni hayako sawa, lakini pia tulichelewa kuanza, ila tuna progress nzuri, na kama hivyo maelekezo ni kwamba bado tunasisitiza mkandarasi kuongeza spidi, kwa sababu lengo ni ile kwamba lazima ikifika Mei 2026 tuwe tumemaliza ya majengo, na ili mwaka wa masomo unaoanza wa 26-27 tuanze kurani hizo programs za hapa Njombe. Na ni kwamba ni malengo yetu kwamba tutatimiza hayo mipango ya serikali ya kuhakikisha kwamba hizo campus zina operate by mwaka wa masomo ujao. Yeah. Hapa kulingana na maelekezo ni kwamba tuna focus zaidi program ambazo zinalingana na mazingira. Tutakuwa na program za kilimo, masuala ya kilimo na ufugaji na misitu, lakini pia tunajua ukanda huu na madini, kwa hiyo pia kutakuwa na program za madini, lakini pia na processing, uchakataji wa mazao ya chakula hapo kuna na mbao. Kwa hiyo nategemea ni program sababu tutaziendesha zaidi kiamali tofauti na zile ambazo zipo kwenye main campus. Wakazi hapo kwa kweli tumeona hizi fursa ni za kwao. Kwanza tunahitaji umeona ile hostel itachukua wanafunzi 120 tu, lakini tunategemea kuadmit wanafunzi 1000 hapa. Kwa hiyo ni wahamasisha wafanyabiashara mkoa wa Njombe waje wajenge makazi hostel kwa ajili ya wanafunzi watakao kuwa wanasoma hapa. Lakini pia vijana, kwa sasa hivi shughuli za ujenzi ni kwamba tuhamasishe vijana wa mtaani hapa Njombe mjini wajitokeze kufanya kazi, kwa sababu hizi fursa za kwao. Hamna sababu ya kukaa vijiweni kusema kwamba hatuna ajira, wakati kuna ajira zinatolewa hapa za ujenzi katika hii hatua ya mwanzo. Ni mradi ambao utanufaisha sana kwenye mkoa wa Njombe, lakini hata hususan wa nyanda za juu kusini. Na kimsingi tu niseme mimi nimepokea maelekezo kutoka kwa viongozi wangu kuhusiana na zile progress ambazo kidogo zimeonekana ziko nyuma, lakini zile nyingine ambazo ziko mbele bado naendelea kuamini kuwa tutafanikiwa kufikisha kwa muda ambao tumepewa, kwa maana ya muda wa mkataba wetu wa miezi 12. Tutajitahidi mpaka tutakavomaliza ambao ni tarehe 25 nafikiri mwezi wa 5. Lakini pia niseme sisi tunashukuru sana hasa kwa maana ya chuo cha UDOM campus, main campus Dodoma kwa kutupa hii kazi, na tuwaahidi tu tutafanya kazi kwa ubora kama ambavyo na nyinyi mmeona kama waandishi wa habari, na yale ambayo yameona kwa maana ya tuseme tulizochelewa kama academy na hostel, tumejipanga kama ambao tumeagizwa na katibu mkuu kuongeza manpower, lakini na kufanya kazi usiku na mchana. Lakini ni waombe pia wana Njombe wale ambao hawafiki kuomba kazi kwenye huu mradi. Huu mradi ni wao, ni lazima wajue kwa ni wao na wautumikie. Sisi tunalipa vibarua ambao tunawapata, lakini tunawapata vibarua wachache sana, hawajitokezi vibarua wengi, na waliotuajiri wanatamani sana wananchi ambao tuko nao jirani wawe ndo walizi wa huu mradi, kwa sababu ndo wanufaika. Watu watakapokuwa wamekuja hapa, naamini wao watafanya biashara za aina mbalimbali. Kutakuwa na hosteli, kutakuwa na maduka mbalimbali, kwa sababu population ya watu itakuwa kubwa. Kwa hiyo mimi ni waasi tu watu wa Njombe wasikae mbali, wawe jirani na sisi ili mwisho wa siku tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Mradi wetu na majengo 6. Jengo la kwanza ni administration, na jengo la pili ni academy, jengo la 3 ni workshop, na jengo la 4 ni cafeteria, na jengo la 4 ni hosteli, lakini pia kuna cafeteria na jengo la kituo cha afya ambapo hapa tulipo. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.